Ni wakati wa chaja. Arnold. Naam. Habari ya asubuhi. Salama kabisa. Kwenye maisha omba sana Mungu akakupa maarifa, akakupa hekima, busara na walau uelewa wa vitu. Hakuna kitu kibaya kama kuwa mjinga mwenye ujasiri. Ujinga na confidence vikiungana ni hatari sana. Ni hatari mno. Na kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, usipoangalia utakuwa unajichoresha kwa wananchi. Yaani kwa mfano unakuwa mjinga afu na confidence, unasimama pale unahutubia au unaita press, unaongea na unaruhusu maswali kabisa na hiyo confidence yako. Naruhusu maswali. Naruhusu maswali. Lakini dhamira yako kuonyesha kwamba unajua. Kuonyesha unaufahamu. Ambayo kiuhalisia kuonyesha una nia ya dhati. Una nia ya dhati. Kwa hiyo kabla ya kwenda kuzungumza mbele za watu, kabla ya kuomba iznia, kabla ya kwenda kuzungumza popote pale ambapo kwa namna moja au nyingine pata kuongezea heshima ama kukushushia heshima, pima ujinga wako. Kila mtu ni mjinga. Lakini ujue lakini pima kwanza ujinga wako na ujasiri wako. Ujue wanasiasa wao huwa hawajali. Experience yao inaonyesha wanasiasa hawajali wao. Sasa hiyo nimeizungumza kwa ujumla, lakini nimetahadharisha zaidi watu wanaoingia kwenye michakato ya siasa kwa sasa. Na ujue hatari moja ya ujinga ni kwamba ujinga usipokabiliwa, ujinga usipojibiwa, huwa una tabia ya kuonekana ni ukweli. Sasa kutana na mjinga mwenye confidence, afu ujinga ule haukukabiliwa, haukujibiwa, kwa asielewa, kwa sababu alimuona yule muongeaji akiwa na ujasiri, anaongea kwa lugha ya ishara, anakemea, ananyoosha, anapigwa na picha zile za hivi zile za watu. Anasema nipige kama nafafanua jambo. Sasa ujinga huo au taarifa hizo zisipokabiliwa kwa ukweli, huwa zina tabia, zikikaa kwa muda mrefu zinaonekana ni ukweli. Na ubaya mwingine zinarithishwa. Kwa sababu kizazi kama kinasikiliza na hakikemei na hakuna mtu anasahihisha, kizazi kinarithi ujinga. Kwa maana hiyo, na maana kuna shida pande zote mbili. Sasa omba vyote